ambaye wazazi wake walikufa wakamwachia mali na wazazi wameondoka katika dunia, kwa sababu wazazi wake waliokuwa wema, ile mali ikawa inapotea. Watoto walikuwa ni mayatima, ni wawili, wameelezwa katika suratul Kahf. Mwenyezi Mungu akamtuma nabii mzima akamtumikie mayatima hawa wawili, tena sio mmoja, manabii wawili. Maana riwaya nyingine nasema Khidri pia alikuwa nabii. Hawa watu wawili wanatumwa na Mwenyezi Mungu, kashughulikeni. Kushughulika kwenyewe, protect ukuta ule, kuna mali ya watoto mayatima. Sababu nini ya Rab? Kwa sababu baba yao alikuwa mtu mwema. Wema wake Mungu anauchunga mpaka kile walichofanya kinawafikia watoto wao. Naam. Fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yote haya yanaambizwa katika suratu Al-Kahf kwa sababu ya wema wa mtu mzima aliyekufa. Tena ulama utafsiri wanasema bali alikuwa mzee wao wa 7, hakuwa hata wa kwanza wala wa pili wala wa tatu. Qala in sa'altuka an shay'in, mwisho wa aya, in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Kikuuliza tena usiandamane nani. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha faabaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faaqama qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra. amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Umeona habari? Wema ndo hauozi. Fanya wema. Kaghinaka qabla faqrik, shababaka qabla haramik, sahataka قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. Patiliza uhai wako, tumia vizuri life yako kabla hujafa. Unajua lini utakufa? Wal mautu aqrabu ilayka min shiraki na'lik, mauti yako karibu zaidi nawe kuliko soli ya kiatu chako. Kila siku anakukodolea macho ya Israeli, wakati wowote utaondoka. Mimi na wewe huenda ikawa leo au kesho kutwa au sasa hivi. Wa kam min fata yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmata alqabri wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri وكم من عرس زينوها لزوجها وأرواحهم تقبض في ليلة القدر فمن عاش 1000 و2000 سنة فلا بد من يوم يسير إلى القبر. Mauti hayo. Ni vijana wangapi tuliwatizama nyuso zao tukawaona mashabab kweli kweli,
tukawapigia hesabu, huyu labda mwaka 2050 huko ndo anaweza kidogo akawa mgonjwa. Kesho tunasikia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kam min fata yurtaja tulu umrihi, ni vijana wangapi wanatarajiwa kuishi sana, waqad udkhilat arwahuhum dhulmat alqabr, kumbe washazikwa wenyewe hawajitambui. Maiti mtarajiwa, unacheka ukila, ukienda, ukitembea, ukicheza, ukifurahi, ukiimba, mwili uko kaburini. Ni harusi wangapi tumewapamba tunawapeleka, kumbe roho zao usiku wa cheo zinachukuliwa. Atakayeishi hata miaka 1000 lakini atambue kwamba siku moja atarudi katika kaburi. Patiliza vizuri maisha yako kabla ya uhai wako, kabla ya umauti wako. Usije ukaja ukaomba kurudi katika dunia kama wanavyoomba kila siku, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya Rabbi nirudishe duniani, ndo siku yangu imefika hivi ya Rabbi, ndo Israeli kisha kuja, ndo wakati umefika. Anakuja baghta, akifika unakuwa surprise, ndo tayari, kwa sababu kila mmoja ana ambition zake, ana mtazamo, ana tumuhu. Kila mmoja katika akili yake sasa inazunguka, ndio maana ana invest, ndio maana anafanya biashara, ndio maana anajenga jumba la kifahari, ndio maana anaweka mali akiba benki. Anasema hii akiba yangu hii nini nitatumia siku za mbeleni, miaka nikishakuwa mzee, nikishakuwa mtu mzima, nikiwa mgonjwa nitajitibu, nipone, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Ana tamaniyati nyingi katika maisha yake. Ni wangapi wanaoacha mali zimekaa benki, wenyewe wameziacha, wameshazikimbia. Bali kuna wengine wanajenga majumba mazuri, hata kulala siku moja halali, anaikimbia. Kaacha kujenga nyumba ya akhira pamoja na kujenga nyumba nzuri ya duniani, akaghafilika mwenzetu kuijenga nyumba yake ya akhira. Na nyumba ya akhira haijengwi kwa matofali, haijengwi kwa zege wala madirisha wala mabati wala nondo, inajengwa kwa amali njema, jinsi ya kutumia wakati wako vizuri. Watu wa mkono wa kulia, Mwenyezi Mungu anatuambia habari zao kubwa, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama yule atakayepokea kitabu chake kwa mkono wa kulia, fayaqulu ha umqra'u kitabiya, kwa furaha, yurafrifu ala wajhi, atawaita njoni, njoni, njoni msome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, nilikuwa na hakika kuipata hisabu yangu. Fahuwa fi ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa, maisha yameridhiwa na Mwenyezi Mungu, yale maisha yenyewe yana radhi. Sikwambia atakayeishi ndani ya yale maisha. Wapi? Fi jannatin aliyah, katika pepo ya hali ya juu. Qutufuha daniya, vichumwa vyake havikukalifishi. Maana ukienda shamba kuna wakati mwingine mpaka uchukue ngazi, mpaka uchukue mti mrefu wafikie yale matunda unayotaka kuchuma. Peponi Mtume SAW anasema matunda yake yanakufuata wewe. Kuna tunda moja liko juu pale, ile ikipita katika akili yako unalitaka, basi linakufuata wewe. Haya ni chume, unachuma, unakula. La yukallifuka qu'udan rukuban wala qiyama, haikukalifishi. Khudhu qutufuha daniya, matunda yake yameregezwa, yamekurubishwa, yako karibu nawe. Allah anasema kulu, kuleni, washrabu, kunyweni, hanian, furaha leo, furaha, starehe leo, starehe.
Enjoyini. Mlijinyima vingi sana duniani, mlikuwa na wakati mzito. Alfajiri maji baridi unakoga, unataka kwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu, subhana rabbiyal a'la, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tabu, dhiki, mali unatoa huku, jasho limekutoka kuitafuta, unammegea huyu, unakwenda Maka, zote hivi hanian, leo starehe hii. Bima aslaftum fil ayamil khaliya, mmepitisha wakati mgumu katika siku zilizopita. Yaumun mafqud, siku ya jana hiyo kama imeshakupita hairudi tena ndugu yangu. Sasa kuna yaumun mashhud. Yaumun mashhud ndio leo tumeishuhudia. Yaumun mafqud imepita, kama ulitenda ndo umetenda, kama hukutenda ndo yamekwisha. Ukitamani kurudi hairudi tena. Lianna amsi lan yasira ghadi, kwa sababu jana yangu haiwezi tena kuwa kesho, imepita hiyo. Sasa ni yaumun mashhud, ni siku iliyoshuhudiwa, na hii siku huwa inanadi inakuambia, ya ibna adam ana khalqun jadidun wa ala amalika shahidun faghtanimi fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. E mwanadamu, mimi ni kiumbe mpya na amali zako zote ni shahidi. Fanya kazi kwa ajili ya ibada, sirudi nikiondoka mimi mpaka siku ya Kiyama. Yaumun mashhudi inakupa habari. Yaumun mashhudi ikiondoka, itakuja yaumun mau'ud, siku ya kuahidiwa. Tunaahidiwa kwamba itakuja yaumun mau'ud, ni kesho hiyo. Yaumun mafqudi ni jana, yaumun mashhud ni leo, na yaumun mau'udi kesho. Kesho inakuja, tunaahidiwa. Ikishafika kesho, umeshapanga mikakati, nitaweka foundation, nitaweka akiba, nitazuru, nitatenda. Itumie ahadi zako kwa ajili ya Mungu na mtume. Usiweke ahadi itakayokuwa wabalan alaika yaum alqiyama. Usiweke promise chafu, usiweke mikataba ya dhulma, usiweke mambo yatakayokupeleka katika hilaki kwa ajili ya yaumun mau'ud, siku iliyoahidiwa. Ikishapita kuna yaumun mawrud. Unaijua siku hiyo ni siku gani? Yaumun tas'adu fihi ruhu ila Allah, ni siku ya roho zetu kutoka, siku ya kufa, siku ya Mungu kurudisha amana, siku yetu ya kurudisha amana tulizopewa na Mwenyezi Mungu, siku ya kurudi, siku ya kurudi kwa Allah. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siku ya kurudi. Aya abdu kam yaraka Allahu asiya harisan ala ad-dunya walil mauti nasiya anasita liqaa Allahi wal qabla wathara wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya. Anasema mshairi, ewe mja wa Mungu, we kam yaraka Allahu asiya, ni mara ngapi Mungu anakukuta unamuasi tu kila siku, hakukuti unamwabudu. Anasita liqaa Allahi wal qabra wathara, umesahau kwamba kuna kukutana na Mungu, umesahau kwamba kuna kaburi, umesahau kwamba kuna tani za mchanga juu yako. Wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya, na iko siku ya kukunja uso, umesahau siku ya Kiyama. Law lam yalbas al-mar'u thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha
lakana Rasulullah fiha hayyan wa baqiya. Anakuambia hii dunia ingekuwa ina thamani ya kubaki mtu, angebaki Mtume Muhammad. Lakini maadamu Mtume ameondoka, haina thamani. Sitarajie mtu naye yoyote kubaki katika hii dunia. Kama utabaki kwa ajili ya hii dunia, dunia haitobaki kwa ajili yako, itaondoka. Sasa itumie vizuri, ipatilize vizuri hizi siku hizi, zisije zikakupita bila ya kuzishughulikia. Yaumun mafqud, yaumun mashhud, yaumun maw'ud wa yaumun mawrud. Yaumun nastariddu al-amanat, yastariddu Allahu al-amanat. Amana Allah anazichukua roho. Khuruji, roho inaambia toka, irji'i, rudi. Unarudi bwana, unaona watu wanalizana nyumbani kwako, maskini wala hajaona maisha, ni juzi tu ndo amepata kazi, masikini ndo mshahara wake wa kwanza ataja utumie vizuri, masikini nyumba yake ndo kajenga kisha paka rangi litakukaa, masikini ndo kaoa juzi, masikini ndo kaolewa juzi, masikini hazishi, masikini wewe usharudisha amana kwa Allah. Huko malaika wanasubiri kukupokea. Sijui kama utapokelewa kama Saad ibn Muadh. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ihtazza arshur rahman limauti Saad. Arshi ya Mwenyezi Mungu imetikisika kwa mauti ya Saad, kwa furaha. Kila inapopita roho, ruhu man hadhihi, ruhu man hadhihi, roho ya nani hii, roho ya nani hii? Fayuqalu ruhu fulan ibn fulan bi ahabbi asma'ihi, anaambiwa roho hiyo ya fulani bwana, mwana wa fulani, kwa majina yake mazuri alikuwa akiyapenda. Summa yuqalu, kisha inaambiwa afrishu ruha abdi ila illiyin, leteni roho ya mja wangu ipelekeni pahala panapoitwa illiyin. Wama adraka ma illiyuna kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun. Watu wema hao, inatulia. Ukishakaa katika kaburi, sisi tunabeba, tunampeleka mtu, malaika wanasubiri huko kwa hamu, na roho yenyewe inasemaje? Asri'u bi, nipelekeni. Mbona mnanichelewesha? Kwa sababu kuna mazuri kule yanasubiri. Nipelekeni, sisi tunabeba. Tukikubeba wanne, wawili mbele, wawili nyuma. Wahammaluni ala aktafihim arba'a min ar-rijali wa khalfahum man yushayyi'uni. Wanne, wawili mbele, kama ni wanao, kama ni wajukuu zako, kama ni majirani zako, kama ni marafiki zako, hata maadui zako. Hujidai siku ile ndo wanakuhurumia sana bwana, tukamzike. Almuhimu pale ni kile ulichokifanya wewe, sio waliobeba wala sio wanaokupeleka. Wewe umefanya nini? Fa in kana khairan, ikiwa ni mtu mwema, fa khairun ma tahmiluna ala aktafikum, nabeba jeneza bora. Wa in kana ghaira dhalika, ikiwa si mwema, fa sharrun ma tulquna ala aktafikum, mmebeba mzoga juu ya mabega yenu. Na huko nakokwenda, huko nakopelekwa, anasema ila aina tadhhabuna biha ya wailaha, mnanipeleka wapi? Niacheni. Kwa sababu anakokwenda ni kubaya kuliko alikotoka. Wapi? Unapelekwa tu, unataka usitake. Ila rabbika yawma idhinil masaq, unapelekwa wapi? Ila rabbika, kwa Mola wako, ndo mashukio. Ila rabbika yawma idhinil masaq, unapelekwa kwa Allah. Nini unacho sasa? Kitu gani unaringia? Fala saddaqa wala salla, hakusali wala hakutoa sadaka, hakusadikisha. Walakin kadhaba wa tawalla,
Kiburi ndio kilikuwa kimemjaa katika dunia na kukadhibisha. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, alikuwa akijiendea kwa watu wake kwa gogi na maringo. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula, adhabu yako, ole wako wewe, tena ole wako. Husali, hutoi sadaka, una kiburi, una gogi, unajitapa, unajiona. Aula laka fa aula, maangamivu juu yako, kisha maangamivu juu yako. Thumma aula laka fa aula. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu ameumbwa bure bure tu. Umeumbwa kuja kusali, umeumbwa kuja kufanya ibada, uachiwe tu ufanye unavyotaka. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, kiburi cha nini? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, wewe si ni maji yaliyotoka katika njia ya kupita haja, tena umepita katika njia mbili zenye kupitisha haja, njia ya babako yenye kupitisha haja na njia ya mama yenye kupitisha haja, zote umepita. Si wewe ni maji machafu? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, kisha unajiona mbele ya watu, unajitapa, unaringa. Annasu min jihati at-tamthili akfa'u, abuhum Adamu wal ummu Hawwa'u, fa in yakun fi aslihim sharaf yufakhiruna bihi fa-at-tin wal-ma'u, ma al-fakhr illa li ahli al-ilmi annahum ala al-huda man istahda bihi adilla'u, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal-jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u, fafuz bi'ilmin ta'ishu hayyan bihi abada, an-nasu mauta wa ahlu al-ilmi ahya'u. Imam Ali anasema kama mtu anataka kujifakhirisha, ajifakhirishe kwa udongo na maji, asijifakhirishe sijui kabila langu, sijui mimi rangi gani, sijui mimi nina cheo gani, sijui nina thamani gani, sijui wewe nini. Unajifakhirisha nini? Ndio hapa Mwenyezi Mungu ametaja kule, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, anakwenda kwa gogi kwa kujiona, kwa sababu ni mutakabbir, kwa sababu yeye ni bani fulani, anatoka ukoo fulani, ana kipato fulani, ana rangi fulani, ana jamaa fulani, anatoka ukoo fulani, anatoka kabila fulani. Mwisho huko anamwambia alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, kwani huu si alikuwa ni manii tu yaliyotoka kutoka katika uti wa mgongo wa baba ukataallaq na jidari rahim katika uterus ya mama. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawa, akawa sasa ni tonge ni pande la damu, akaumbwa akawa sawa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, akawa mbegu mbili ya kike na ya kiume. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, unabeba. Wahammaluni ala al-aktafi arba'atun min ar-rijali wa khalfahum man yushayyi'uni وأودعوني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام ثم جاء يودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. Waliponibeba wakanipeleka msikitini, wakaniweka mbele ya kibla. Waaudauni ila almihrabi wansarafu, wakaondoka khalfa al-imam, nyuma ya imam. Thumma jaa yuwaddi'uni, amekuja kwa ajili ya kuniaga. Umo ndani ya jenaza, umekuja kuagwa. Utasikia tukauage mwili rasmi, whatever utakavyoagwa ndo unaiaga dunia hapa. Unaacha kilio, vitoto vidogo, unaacha wake, unaacha mali, unaacha dunia, unaacha kila kitu, unakwenda kwa Mola wako peke yako. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra, Allah anasema mmetujia kama tulivyokuumbeni kwa mara ya kwanza. Ukitiwa katika kaburi peke yako, huna mtu mwingine, uchi kama ulivyozaliwa, na utakapofufuka ndo hivyo hivyo. Kila kitu kilichotoka katika mwili kitarudi, huna chochote isipokuwa amali yako tu. Watu wanakuja wanakusalia, Allahu akbar, sallu alayya salatan la ruku'a laha
wala sujuda la'alla Allah yarhamani, walinisalia sala isiyo na rukuu wala sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Salatul mayyit, hakuna tahiyatu humo, hakuna tashahhud al-awwal, hakuna tashahhud al-akhir, hakuna subhana rabbiyal a'la wala subhana rabbiyal azim. Allahu akbar, takbira nne. Mbona hamsujudu nyie? Tusujudu wakati mwenyewe huyu tunayemsalia hata kusujudu alikuwa haji kusujudu hapa. Kama alikuwa kisujudu, je, mbona hamsujudi? Anasema kwa sababu hii pati ya kusujudu mwenyewe kishaitekeleza. Kwa hiyo sisi tunatekeleza huu wajibu wetu wa fardhu kifaya, tunampeleka mwenzetu kwa aina hii, tunampeleka kwa aina hiyo. Ma ajmala alislam, ni uzuri ulioje wa Uislamu, unapelekwa kwa Mola wako kwa aina ya swala.